الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الكرام، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما خطبتنا الجمعة اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم بعض آثار وسائل الاجتماعية. ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuhusieni na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tutakumbushana juu ya baadhi ya athari zinazotokana na mitandao ya kijamii. Ndugu zangu katika iman, mitandao ya kijamii ni neema min ni'amillahi azza wa jalla. Ni neema miongoni mwa neema anazotuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, pindipo tukaitumia vyema. Wawailun minal wailati, na itakuwa ni majuto miongoni mwa majuto idha istakhdamna fil muharramat, pindi tukiitumia kwenye mambo ya haramu. Ndugu zangu katika iman, mitandao ya kijamii kama inavyoonekana leo hii imeifanya dunia kuwa ni ndogo, ambayo linatokea jambo ulimwenguni linafahamika dunia nzima kwa muda ule ule na watu wengi wanalipata. Lakini taarifa zinasambaa kwa muda mdogo, zinafika mbali. Leo linatokea tukio, ndani ya dakika 10 mji mzima wa Singida umeshajua na nje ya mji wa Singida umejua. Linatokea jambo hapa Singida, alafu mtu wa Dar es Salaam anakupigia simu, anakwambia mbona hapo naona kuna kadha, wewe ulioko hapa bado hujajua. Kutokana na uwepesi ambayo mitandao ya kijamii inapeleka habari kwa kasi katika maeneo ambayo ni ya mbali mno, hata kwa muda mchache sana. Zamani ilikuwa likitokea tukio, mathalan watu wamepata msiba, wanaanza kutumwa, wewe nenda kwa fulani yuko mahala fulani, wewe nenda kwa fulani yuko mahala fulani, peleka taarifa, mwambie tumefiwa. Taarifa inaenda mpaka afike mpeleka taarifa, mpaka arudi ni siku ya 3. Watu wamezika, wameshakula na 3 wametawanyika kwa wale wanaokula 3. Hasa hii ilikuwa ni kwamba taarifa zilikuwa zikichelewa kufika kwa sababu hapakuwa na wasail al-ittisalia, hapakuwa na wasila wa kuweza kufanya mawasiliano ya karibu mno. Hasa katika uharaka wa kufika kwa habari, kuna habari zinaenda haraka sana ni nzuri, na kuna habari zinaenda haraka sana ni mbaya. Leo mtu akitaka kufanya maasi ndani ya muda mchache anafanikiwa kupitia mtandao. Kama vile akitaka kufanya kheri ndani ya muda mchache anafanikiwa kupitia mtandao.
Kwa hiyo hii ni neema miongoni mwa neema alizotugawia Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo tukaitumia vizuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika hili anatuambia ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hatotamka mtu jambo lolote lile, ima kupitia mtandao au akaandika akatuma akaposti, illa ladayhi raqibun atid. Kuna malaika ambaye anaandika mazuri na kuna malaika ambaye anaandika mabaya. Yote yale yanahisabika. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Kila kitu tunakiweka katika kitabu, tunakihesabu, tunakiweka madhubuti, hakiwezi kupotea. Siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema, wa innakum, na hakika ya nini, tusaluna yawma alqiyama, mtaulizwa siku ya kiyama, amma qultum wa amiltum, yale yote mlioyasema na mlioyatenda. Kam min qailin qawlan ankara, ni wangapi waliowahi kusema maneno baadaye wakayakanusha maneno yao, asema hapana, haya mimi sijasema. Kam min qailin qawlun ankara, ni wangapi ambaye wamewahi kusema maneno lakini wakaja wakayakataa yale maneno yao. Wa kam min amilin amalan, na ni wangapi wamewatenda matendo ajhada, wakaja wakayapinga, wakasema sisi hatujatenda matendo hayo. Lakini pamoja na kuyakataa kule na kuyakanusha kule, fatashhadu al-arkan bil aqwali wal a'mal, viungo vyetu siku ya kiyama vitaenda vitazungumza habari zitokanazo na matendo yetu na maneno yetu. Viungo vitazungumza, kwa sababu utaweza ukakanusha, viungo vitasema. Allah katuambia katika suratu Yasin aya ya 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hivi leo tunawafunga midomo yao. Watukallimuna aidihim, mikono itazungumza. Watashhadu arjuluhum, na miguu itatoa ushahidi. Bima kanu yaksibun, kwa yale yote walokuwa wakiyachuma au walokuwa wakiyatenda. Kwa hiyo kwa sababu mdomo utaenda utakanusha, kama wanavyokanusha watu leo hii, anatenda jambo anasema sijafanya, anasema neno asema hili sijalisema mimi. Hasa siku ya kiyama, kwa sababu watu wako katika hali hii, na Allah anatuambia innal insana li rabbih lakanud, hakika ya mwanadamu mbele ya Mola wake ni mkanushaji, ni mwenye kukataa, ni mwenye kupinga. Wa innahu ala dhalika la shahid, ili hali kwenye nafsi yake ana ushahidi, anajua ametenda. Lakini wa innahu lihubbil khairi la shadid, mwanadamu katika khairi anapenda, lakini je kuitenda ile khairi sasa? Hasa kwa sababu ya mazingira hayo, Allah subhanahu wa ta'ala ataifunga midomo, haitazungumza siku hiyo. Mikono ndo itakuwa ni ala pekee ya kuzungumza, alafu miguu itatoa ushahidi kwa yale yote walokwisha yatenda. Hivi viungo vitazungumza, lakini ngozi ile albashara, ngozi yako bado itazungumza. Waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, mtu ataiambia ngozi yake, mbona wanitolea ushahidi hapa, si tulikuwa sote? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, ngozi itasema amenisemesha Allah ambaye ametamkisha kila kitu. Wa huwa khalaqakum awwala marra, yeye ndiye ameumba wa mwanzo, amekuumbeni wa mwanzo. Kwa hiyo kulingana na mazingira haya, Allah subhanahu wa ta'ala ataizungumzisha midomo, ataizungumzisha mikono badala ya midomo. Faliyawm, hivi leo mazingira yalivyo, fa inna kathiran minan nutqi qad tahawwala min al-lisani ila al-aswabi'. Leo hii mazungumzo mengi yameondoka mdomoni, yamekuja kwenye vidole. Mtu amekaa daima muda wote, mnaagana, mnadhani nyote mnaenda kulala, lakini wengine wanaenda kuanza kuchati na simu, wanachati na wapenzi wao, wanachati na watu wao, wanachati kadha. Leo hii maneno mengi sio ya midomo, maneno mengi yamehama kwenye mdomo, yamekuja kwenye vidole, yamekuja kwenye vidole. Utaona daima watu wamekaa mahala,
wawili watatu, lakini kila mmoja yuko na simu yake anaperuzi. Kila mmoja anaperuzi na simu yake. Hapa unawaona wako pamoja kiwiliwili, lakini kifikra na kimawazo hawako pamoja. Mwingine yuko Urusi, mwingine yuko Ulaya, mwingine yuko Japani. Lakini unawaona wamekaa pamoja. Usidhani wako pamoja. Kila mmoja likulli mri'in sha'nu yughnihi. Kila mmoja ana jambo linamshughulisha fi jihazi jawali, katika simu yake. Kila mmoja anashughulishwa na la kwake. Hasa leo maneno yamehama kutoka kwenye midomo, yamehamia kwenye vidole. Faswarati aswabi ba'd an-nas, vimekuwa vidole vya baadhi ya watu. Tatahaddathu akthara min alsinatihim, vidole vinazungumza zaidi kushinda ndimi zao. Bima fataha Allahu ta'ala ala albashar, kutokana na neema ambaye Allah amewafungulia waja wake, min ulumi ittisali, katika mambo mazima ya mawasiliano alijtimaiya ya kijamii. Innaha, hakika, fi alittisali watawasul, leo katika kuwasiliana katika mitandao ya kijamii, qad ghayyaratil akhlaq wasulukiyat, imebadilisha tabia za watu, imebadilisha mienendo ya watu. Wa anmatu at-ta'amuli baina an-nas, na namna ya kuamiliana baina ya watu imebadilisha pia vile vile. Falbuyuti al-yawm, albuyuti al-hayya bihadithi ahliha swamatat, nyumba ambayo watu walikuwa wakizungumza ndani ya hizo nyumba, leo nyumba zimenyamaza. Zamani mzee alikuwa akikaa na vijana wake, anawapigia story, anawaeleza habari za maisha. Akikaa na vijana wake, anawaeleza habari namna ya utafutaji, anawaeleza baina ya dunia yao na akhera yao. Mzee anakaa na vijana wake, wako getoni kule wanasubiria chakula. Lakini leo hii mitandao ya kijamii imewabadilisha watu. Hakuna mzee kukaa na vijana wake, wala kijana kukaa na mzee. Ushauri mkubwa wa kijana uko kwenye internet. Mambo mengi yako kwenye Facebook, yako kwenye Twitter, yako kwenye TikTok. Kwa hiyo amebaki kijana na mambo haya ambayo yanampeleka kwenye ulimwengu wa mbali, sio ulimwengu halisi anaoishi yeye. Yanamhamisha moja kwa moja, sio katika ulimwengu anaoishi leo. Lakini kaannaha khaliyatun min ahliha, nyumba zimenyamaza kama vile hazina wahusika. Wa kaannaha maqabir, nyumba zimekuwa kama vile ni makaburi. Wako kimya, lakini kila mmoja yuko na simu yake. Wamekaa wengine, mwingine amekaa kwenye TV, anatafuta ile channel anayoipenda yeye, kama ni ya maigizo, kama ni ya nini. Hata akiitwa na mzazi hamsikilizi. Imepelekea mpaka kwenye hukuku. Lakini haya yote, fakullu wa'id minhum, kila mmoja katika hao, fi jihazihi dakhil al-urfa al-manziliya, yuko kwenye simu yake ambayo yuko ndani ya nyumba na channel anayoitaka yeye. Fayaishu bijasadihi ma ahlihi, anaishi kwa kiwiliwili chake na watu wake. Lakini wa amma arwaha, ama roho zao, wa aqlu, na akili zao, fa man yuhadithu fil jihaz, ziko pamoja na wale wanayozungumza nao kwenye mitandao. Hata innahu, paka inafika mahala, yukallamu fulani fala yasma, paka inafika mahala mtoto anasemeshwa na mzazi hasikii. Wa yusalu fala yujib, anaulizwa hajibu, anashughulishwa, ima anacheza gemu na mengineyo, au anaangalia movie za ajabu ajabu na mengineyo. Yusalu wala yujibu, wakati mwingine anaenda anaangalia picha za uchi, yuko chumbani amejifungia mtoto. Mzazi anadhani mtoto anajisomea, lakini anaangalia picha za ngono ndani chumbani. Wakati mwingine anaitwa na asiitike, anaulizwa na asijibu. Fa in kana du'iya ila asha, kama ataitwa kwenye chakula, rafadhahu ghadban wa huwa ja'i. Wakati mwingine anaweza akaitwa kwenye chakula akakataa, akasema mimi sili, na wakati njaa inamuuma kwa sababu ya yale ambayo anayatizama ndani ya simu yake. Wa kam atasha man yuhadith wama alima annahu atshan, ni wangapi leo wameshikwa na kiu
wanayezungumza na mitandao na wasijue kama wana kiu. Wajaa walam yadri annahu jaa, na akaumwa na njaa na asijue kwamba ni jauan, kwamba ana njaa. Wanala albardu, anapata baridi wakati wa usiku, min jasadihi, kwenye kiwiliwili chake, manala walam ya'lam, wakati mwingine asijifunike hata shuka, anashughulishwa na jihazi yake na simu yake, hata apigwe baridi asitambue kama anapigwa baridi. Ni wangapi vijana leo wanaenda kukaa kwenye banda la mpira, wakati mwingine ni baridi, wamekaa pale wanatizama mpaka saa 7 usiku na wasitambue kama baridi inawapiga, wasitambue kabisa. Wangapi wanaenda kwenye disco mpaka wanakesha, wasitambue kama wanaumwa njaa, wasitambue kama ni baridi, wasitambue kama wanakosa baadhi ya maswali kwa sababu ya kuhamishwa kupelekwa katika ulimwengu mwingine. Fahuwa sadirun fi jihazin la naimun wala yaqdhan, mtu hayuko katika usingizi wala hayuko macho, wala dhu aqlin wala sakran, hayuko kwenye ulevi wala hayuko kwenye akili timamu. Yasma wala yasma, anasikia na wala hasikii. Yash'uru wala yash'ur, anahisi na wala hahisi. Fahaluhu baina halayn, hali zake ziko baina ya hali mbili. Hizi ni katika wasail al-ittisalat, innaha wasail addat ila kathirin min al-ahyani ila al-uquq. Leo hii mitandao hii imewafikia watu mpaka kufikia kwenye maasi. Tasma'ul jaddata au al-jadd, unaona mzee, babu au bibi anaita asaidiwe hata na wajukuu zake, ataita mpaka atachoka na watasikia kimya, anaona kama vile hakuna watu, kumbe kila mmoja anahangaika na simu yake, au kila mmoja anahangaika na la kwake. Atanyamaza, si kwamba ametekelezewa haja zake, atanyamaza baada ya kuona kimya, akadhani labda wamekwisha ondoka au labda wamekwisha lala usingizi, atanyamaza lakini hajatekelezewa haja yake. Inafikia mitandao ya kijamii mpaka kwenye maasi pale inapokuwa imetumika vibaya. Unaona leo mtoto yuko katika musharaka na mzazi wake, utadhania yuko kwenye ushirika na mzazi wake, amekaa pamoja na mzazi wake azungumza, utaona kumbe mtoto yuko mbali mno. Wakati mwingine wamekaa pamoja kiwiliwili, lakini fikra zake na mawazo yake yako mbali mno, anashughulishwa na simu yake na mengineyo. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Watu wameihama Qur'an, wamehama dhikri ya kumtaja Allah, wamebaki na simu zao, wanaongea na vidole vyao. Allah anatuambia, waman a'rada an dhikri, yoyote atakayeacha utajo wangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yeye atakuwa katika maisha ya dhiki. Wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na siku ya kiyama tunamfufua akiwa ni kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma, atasema Mola wangu, mbona leo anifufua mimi ni kipofu? Wa qad kuntu basira, na nilikuwa nikiona. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, tulikuletea aya zetu Qur'ani ukaisahau. Wa kadhalika liyawma tunsa, hivi leo wewe unasahaulika kama ulioisahau Qur'an. Ni wangapi leo anashika simu yake zaidi mara 50 kwa siku, anafungua simu yake na anaingia kwenye mtandao, ataingia kwenye Facebook, ataingia kwenye Twitter, ataingia kwenye TikTok, ataingia kwenye YouTube, ataingia kwenye WhatsApp, hata zaidi ya mara 50 kwa siku, lakini Qur'ani hajasoma hata aya moja. Qur'ani hajapitia hata aya moja. A'rada an dhikrillah, amekuwa mbali na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mitandao hii ndio ambayo inatuharibu leo hii katika jamii. Juzi hapa tulikuwa katika mambo ya uchaguzi, mnaona mitandao ilivyosaidia kuharibu hali ya hewa ya nchi yetu, mnaona mitandao ilivyosaidia kuharibu jamii. Mtu anahangaika kufuatilia leo limesemwa lipi. Mmoja katika wanawachuoni akasema, mtashughulishwa na watu wenye faragha ambaye hawana kazi, watakushughulisheni, mtaacha kazi zenu, mtaingia kufuatilia ya watu wasiyekuwa na kazi. Mtu atatuma picha ya uongo, anaonyesha kama vile kuna maandamano mahala fulani,
anakuambia mahala fulani kumekucha, kumechangamka. Wewe unafuatilia kumechangamkaje? Umeacha majukumu yako yote, umeacha kuisoma Qur'ani, umeacha kumdhikiri Allah, unaangalia kumechangamka vipi. Huko ndo tulikofikishwa. Qur'ani tumeihama, tumebaki na ya watu. Mtu akikosa kazi anatafuta picha ya ajabu ajabu, anaiposti mtandaoni. Ninyi wote mtaacha majukumu yenu, mtafuatilia ile picha ambayo imepostiwa. Ndiyo mazingira tunayoishi nayo leo hii. Na ndo tukaona tuko katika tamadun. Hii sio katika tamadun. Ndugu zangu katika imani, Hasan al-Basri siku moja aliambiwa na fulani, inna fulana yahfadhu al-Qur'an. Aliambiwa hakika ya fulani anaihifadhi Qur'an. Akasema la, bal al-Qur'anu yahfadhu, bal Qur'ani inamuhifadhi yeye. Ihfadhi al-Qur'ana liyahfadhu, ihifadhi Qur'ani ili Qur'ani ikuhifadhi wewe, ili Qur'ani iweze kukuhifadhi. Itakuzuia hili ni ovu, acha, hili ni zuri, fanya, hapa ni halali, pita, hapa ni haramu, usipite. Isome Qur'an, Qur'an itakuhifadhi, Qur'an itakuwa ni dira, Qur'an itakuwa ni muongozo wa maisha yako. Kinyume na hivyo hakuna zaidi ya kupotea, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, inna wasaila al-ittisali fi zamanina, zama zetu hizi, masala ya mitandao ya kijamii, asbahati mi'walin lihadami al-qiyam wal akhlaq, imekuwa ndiyo chombo pekee cha kubomoa tabia za watu na maadili. Mitandao ya kijamii leo hii imekuwa ni njia pekee ya kubomoa maadili, lakini wa asbah tafihuna alfasiqun, wamekuwa leo hii watu dhalili, watu mafasiki ndio wamekuwa wana nguvu katika hii mitandao ya kijamii. Na ndio pale ambako bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliwaambia watu katika hadithi aliyopokea Abu Huraira, sayati ala nasi sanawat, itakuja katika hawa watu, itafika miaka khada'atun, miaka ya uongo, ya udanganyifu, ambayo yusaddaqu fiha alkadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq. Atasadikiwa yule ambaye ni muongo, na yule ambaye ni muongo mkweli atakadhibishwa. Yule muongo atasemwa ni mkweli, yule mkweli atakadhibishwa. Wa yutamanu fiha alqa'im, ataaminika mwenye khiana. Wa yukhawwanu fiha alamin, na yule muaminifu atafanywa kuwa ni mwenye khiana. Wayantiqu fiha arruwaybidha, watatamka watu ambao ni watu tafi, watu dhalili, watu wanyonge, watu duni. Qila wa marruwaybidha ya Rasulullah, Mtume aliambiwa akina ruwaybidha ni akina nani? Qala, akasema rajulun tafih yatakallamu fi amri al-aam, ni mtu ambaye ni dhalili, ni mtu ambaye ni duni, mtu ambaye hana hadhi, ni mtu ambaye hana adabu, hana heshima, atazungumza mambo ya watu. Udu rabbakum antum muqinin bil alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya al-mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Usikum maratan thaniya thumma uswi nafsi bi taqwallahi subhanahu wa laqad faza wa najal muttaqun. Ndugu zangu katika imani, nikuhusieni kwa mara ya pili kumcha Allah na kuhusia nafsi yangu, hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Habibu al-Farisi rahimahullah, Habibu al-Farisi, rahma na amani za Allah ziwe juu yake, amesema inna min sa'adati al-mar'i ay yamuta wa tamuta ma'ahu dhunuba, miongoni mwa maisha mazuri ya mtu ni pale atakapokufa na madhambi yake yakafa. Lakini shari ya mtu ni pale atakapokufa ayamuta almar'i wa yahya dhunuba, akafa mtu madhambi yake yakawa hai, yakabakia. Na madhambi yatabakia vipi? Ni pale utakapokuwa wewe unaposti mambo ya ajabu kwenye mitandao ya kijamii. Mambo haya hayatafutika, hayataisha, utakufa, utazikwa, yatabakia wenyewe. Kwa kinachotakikana uache athari njema kwenye hii mitandao ya kijamii. Endapo utaondoka wewe, watu watajifunza kupitia yale uloyaacha. Allah anasema inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, tutawafufua waliyekufa, tunawaandikia walioyatanguliza na athari walizoziacha. Kama ni nzuri wataandikiwa mazuri, kama ni mbaya wataandikiwa maovu.
Hata ukirusha tusi kwenye mtandao leo hii, utakufa, utazikwa, wajukuu zako na vitukuu watalikuta hilo tusi. Kwa lazima uwe na tahadhari kubwa, usije ukafa madhambi yakaendelea kubakia. Akhiran thumma akhiran, tunasema qala al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Uthaymeen rahma na amani za Allah ziwe juu yake amesema, katika kuitumia hii mitandao vyema, mitandao ya kijamii, amesema zahimu ahla al-batil fi internet, hakika suhubianeni, songamaneni na watu wa batili kwenye internet, na ninyi jiingizeni kwenye internet. Watu wa batili wakirusha batili zao zikaingia kwenye internet, ninyi rusheni mambo ya haki, mambo ya kheri yaingie kwenye internet. Shindaneni na watu wa batili kwenye internet, vile wakirusha wao wakiweka 10, ninyi wekeni 100, ili kusudi yale mazuri yaenee zaidi kwenye internet. Zahimu ahlul batil fil internet, shindaneni, suhubiani, shindaneni na hawa watu katika internet, hata yatabayana alhaq, mpaka haki ibainike. Na Ibn Baz rahimahullahu ta'ala amesema, yanbaghi li ahli alhaq, inapaswa kwa watu wenye haki, inda ghurbati alislam, pale uislamu utakapoonekana kwamba ni mgeni, ayazdadu nashatan fi bayani ahkami alislami, wazidishe nashat katika kubainisha hukumu za Kiislamu, wachangamke zaidi kutumia fursa zilizopo katika kubainisha hukumu za Kiislamu, wa da'watu ilayhi, na kulingania, wa nashri alfadhail, na kueneza fadhila, wa muharabati radhail, na kupiga vita yale yote ambayo ni mabaya. Tusipoingia kwenye internet tukawaacha watu wakaharibu, wakawa wanaingiza maovu yote, watoto wetu watafaidika na hayo maovu yanayopatikana ndani ya internet. Hakuna jema litakalopatikana. Kwa hiyo tutakaposuhubiana, tukasongamana na hawa watu, tukaipiga batili vita ndani ya internet, wa ayastaqimu fi anfusihim ala dhalika, wasimame kwa nafsi zao katika hilo, hata yakunu minas salihina inda fasadi nas, mpaka wao ni miongoni mwa watu wema ndani ya hiyo mitandao pindi watu wanapokuwa wamekuwa ni mafasid. Wa minal muslihina lima afsada nas, wawe ni katika watu wema pia wenye kutengeneza pale watu wanapofisidi. Fakunu musharikina fi tawasul alijtimai, kuweni ni katika watu wenye kushirikiana na katika masala ya mafungamano ya mawasiliano katika mitandao ya kijamii. Lakini tuweke yale ambayo yataeleweka yakawa ni mazuri, kwa sababu Ali ibn Abi Talib anatuambia, hadithu nasa bima yafhamuna, wasemeshe watu vile watakavyokuelewa. Aturiduna ayukadhaba Allahu wa rasul, mnataka Allah na mtume wake akadhibishwe? Zungumzeni yale ambayo ni ya haki ndani ya hiyo mitandao, ili kusudi haki iweze kuenea, iweze kufika na izagae katika kila kona. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia hotuba yetu ya leo, Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni kufuata maneno, tukusikia maneno na tukafuata yaliye mazuri, na pia vile vile tukasikia maneno tukaepuka yaliye ya batili. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وافقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.